Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nichukue fursa hii adhimu na ya kipekee, kwanza kabisa kuwapongeza vijana wetu wa Tamsia na hasa mkoa wa Dodoma kwa namna ya maandalizi mazuri na makubwa ya kushindanisha kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Qur'an. Tamsia ikiongozwa na amiri wake mkuu wa mkoa, ndugu yetu Ustadhi Jafar Daya, hongereni sana, pamoja na uongozi au viongozi wengine wote wa ndani. Na niseme tu ndugu zangu, hii si mara ya kwanza Tamsia kufanya mashindano makubwa katika uwanja huu. Katika kumbukumbu yangu inanionyesha kama tuna awamu kama si ya 3 ya 4, awamu ya 3. Hili ni jambo la kupongezwa na kuombewa Mungu sana, kwa sababu man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha. Anasema Mwenyezi Mungu, mwenye kutenda jambo jema huyo atakuwa ameitenda jema kwa ajili ya nafsi yake, lakini Kiswahili cha sasa, na mwenye kufanya uovu imekula kwake. Ndugu zangu, mashindano ya Qur'ani katika mwezi huu tumeyaona yamekithiri, ni mengi sana, ya kitaifa na ya kimataifa na ya kidunia. Lakini ni haki kubwa Qur'ani kusomwa katika mwezi huu ambao ndio mwezi uloteremka Qur'ani, na hasa katika 10 la mwisho, 10 la Lailatul Qadri lenye kupatikanika usiku ule wa heshima. Lakini 10 la 18 kuachwa shingo huru na moto. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni koti aya 2 zenye kuzungumzia umuhimu wa kushuka Qur'ani katika mwezi kama huu. Aya ya kwanza isemayo inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani katika usiku uliobarikiwa, usiku wenye baraka. Usiku wenye baraka utaufahamu katika suratul Qadr. Mwenyezi Mungu aliposema inna anzalnahu fi lailatil qadr, hakika sisi tumeteremsha Qur'ani katika mwezi wa heshima, mwezi wa cheo. Wa ma adraka ma lailatul qadr, ni jambo gani lenye kukufahamisha au lenye kukujuza wewe ili ufahamu huo usiku wa heshima? Lailatul qadri khairun min 1000 shahr, usiku wa heshima huo ni bora kuliko miezi 1000 isiyokuwa na usiku huo, kwa sababu tanazzalul malaika, huteremka malaika wa ruhu na Jibrilu fiha, ndani ya mwezi huo. Huo ndio ubora wa usiku uliobarikiwa, usiku wa heshima. Hivyo kushindanishwa kitabu cha Mwenyezi Mungu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambapo ndio mwezi ulioshuka kitabu cha Allah Tabaraka wa Taala, na hasa 10 la mwisho, inakuwa ni aula wa ahsan, ni jambo bora zaidi na ni zuri zaidi. Na tunaona mashindano bado yanaendelea kufanyika nchi kwa nchi, mataifa kwa mataifa, mikoa kwa mikoa, wilaya na hata kata. Na hili ni jambo bora kushindaniwa, kwa sababu Qur'ani ina umuhimu mkubwa sana. Na umuhimu wa kitabu cha Mwenyezi Mungu, Qur'ani haimtupi mtu. Kwa maneno ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin.
hakika ya Mwenyezi Mungu anawanyanyua daraja kwa hiki kitabu watu ambao wanakishughulikia na wanakizingatia na wanakifanyia kazi. Wayallahu bihi akharin, na Mwenyezi Mungu anawashusha au anawabwaga wale wengine ambao hawana ihtimam na kitabu cha Mwenyezi Mungu, hawakishughulikii kitabu cha Mwenyezi Mungu, hawakifanyii kazi kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, hawa wanaosoma Qur'an, hawa wenye kushughulika na Qur'an, na hawa wenye kufanyia kazi Qur'an, hawa ni watu wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala maalum. Kwa mafundisho ya Mtume Muhammad, kwa hadithi iliyopokelewa na Umar ibn al-Khattab, anasema inna lillahi ahalina minan nas, hakika ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ana watu special, watu wake yeye mwenyewe. Kalu, wakasema masahaba kumuuliza Nabii Muhammadin, wa man hum ya Rasulullah, hao watu maalumu wa Mwenyezi Mungu special wa kwake haswa kindaki ni kina nani? Akasema hum ahlul Qur'an, ahlullah wa khassatuhu, hao ni watu wa Qur'ani, wenye kuhifadhi Qur'ani, wenye kuisoma Qur'ani, wenye kuifanyia kazi Qur'ani. Hao ni watu wa Mwenyezi Mungu na ni special maalum zaidi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, leo tujiulize, ikiwa wewe leo tu yule mchezaji wa mpira kwako wewe watamani hata upige naye picha au kumfanya awe mtu wako kwa karibu hata kwa mawasiliano, yule mchezaji maarufu zaidi, au mbunge au waziri au mtu maarufu fulani hata katika ndondi labda au boksa, unapenda mtu huyu uwe naye karibu. Lakini waonaje leo wewe ukiwa karibu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Wewe utakuwa bora kulikoni mtu maarufu yoyote duniani na kiongozi maarufu yoyote na mkubwa duniani. Ukubwa wako wewe, kwa sababu wewe utakuwa ni mtu special wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya kufanyia kazi na kuyapenda na kuyasoma maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambacho ni kitabu chake kitakatifu cha Qur'an. Ndugu zangu, Qur'ani ina umuhimu mkubwa, na kama tunaelewa thamani na umuhimu wa Qur'ani kama alivyotuambia Mwenyezi Mungu ndani ya suratul Hashr aya nambari 21, Mwenyezi Mungu aliposema ndani ya Qur'ani aya nambari 21 suratul Hashr, law anzalna hadha alquran ala jabal, lau tungeiteremsha Qur'ani hii katika milima au vilele vya milima, la raaitahu, mngeuona ule mlima, khashian, jinsi unavyokuwa na hofu na kunyenyekea, mutasaddian, wenye kutetemeka, min khashyatillah, kutokana na hofu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini Mwenyezi Mungu akasema, watilka al-amthalu nadhribuha linnas la'allahum yatafakkarun, huo ni mfano hawapigiwi mbuzi, kuku, bata, ndege, wanyama, punda. Mfano huo wanapigiwa binadamu ili wapate kutafakari ukubwa na utukufu wa kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini pamoja na hivyo, Mwenyezi Mungu ameeleza adhamatul Qur'an, utukufu na ukubwa wa Qur'ani katika suratul Kafi aya nambari 109, akimwambia Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, qul, sema ewe Nabii Muhammad, law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, lau bahari zote zingeligeuka kuwa ni wino wa kuandikia maneno ya Allah tabaraka wa taala, na miti yote ingegeuka kuwa ndiyo kalamu ya kuandikia maneno ya Mwenyezi Mungu kupitia wino wa bahari, la nafidha al-bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi, bahari zingemalizika zote, miti ingemalizika kwa kalamu zake zote,
kabla ya kumalizika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walau ji'na bimithlihi madada, japo tena zingeletwa bahari zingine iwe ndio wino na miti mingine iwe ndio kalamu, zingemalizika maneno ya Mwenyezi Mungu kutokana na ukubwa na utukufu wake yaliyokuwa nayo yasingemalizika. Hii yote ni mifano, ndugu zangu, tunaambiwa mimi na wewe na mwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nchi yetu kupata wageni tofauti kuja leo kushindana kitabu cha Mwenyezi Mungu, wakaingia ndani ya nchi ya Tanzania salama, na wakatoka salama, na wakatoka na sifa nzuri za ukarimu wa Watanzania na nchi ya Tanzania. Hii ni heshima kubwa ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini ni heshima kubwa ya mheshimiwa kiongozi wetu, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa namna alivyoifungua nchi, kwa namna alivyojenga mahusiano bora katika taifa letu na mataifa mengine, kwa namna alivyoweka na katiba yetu inavyolinda uhuru wa kuabudu. Mambo haya yanayofanyika nchini Tanzania hayapatikaniki zaidi katika nchi zingine. Sote tunashuhudia amani, tunu yetu ya nchi yetu iliyokuwa bora ndani ya Tanzania. Nchi za wenzetu na nchi zingine za majirani ambazo ni Afrika na hata zingine Afrika Mashariki hawaelewi asubuhi itafika au jioni itakamilika. Ni vita kwenda mbele. Tuitunzeni amani yetu ya nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili tuweze kufanya ibada zetu kwa uhuru, ili tuweze kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa uhuru, ili tuweze kusimamia mambo yetu ya dini kwa uhuru. Mama yetu mpendwa, rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ameitoa nchi kuwa ni fursa. Sasa imekuwa Tanzania ni kimbilio na nchi ya utalii ya kipekee kwa ajili ya amani iliyokuwa ndani ya nchi hii yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na siri ya amani kubwa ni namna ya viongozi wetu wa kiroho wa kidini tunavyoliombea taifa letu, tunapozidi kusoma maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi tatanazzalu albarakati wal khairat. Hapo kheri na baraka zinazidi kumwagika. Kamwe wallah hakutoingia michafuko ya kivita au uhalifu wa aina yoyote wa kuidhuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwa serikali yetu haina dini, lakini inawathamini wale wenye dini na wana uhuru wa kuabudu dini zao wanazozitaka, kama leo hivi tulivyo sisi katika uwanja huu wa Jamhuri Stadium. Lakini tumeona uwanja wa Benjamin Mkapa, mashindano makubwa ya kidunia yamefanyika takriban mara 2 wa hakadha katika kumbi tofauti tofauti. Ndugu zangu,